Cha kwanza tunafanya kikao chetu hiki ili tuweze kujua na kujipanga vizuri, hasa kwa upande wa pembejeo zifike mapema. Maana wakulima wote wanalalamika wakati mwingine, kuja kwa mkuu wangu, mheshimiwa mkuu wa wilaya, hivi na hivi. Tumefanya vizuri, nataka tufanye vizuri zaidi. Kwa hiyo tujipange ili pembejeo zije kwa wakati, mbolea ije kwa wakati, mbegu ije kwa wakati, tuanze kulima kwa wakati. Ndio maana kikao hiki cha leo. Kama hatajipanga ili kulisha viwanda hivi, maana hatawatendea haki wale ambao wamewekeza katika wilaya yetu ya Singida. Na ukiangalia viwanda vyote vikubwa vile viko hapa, viwanda vya kati vyote viko hapa. Ile tayari tunajua idadi ya wakulima ambao tumekusha kuandikisha. Tunavyokutana na wadau, mathalani wa mawakala pembejeo, wasambazaji wa mbolea na taasisi za benki, tayari wanajua kabisa tuna idadi kadhaa ya hawa wakulima, na vile wanajua kwamba tunaenda kuhudumia watu idadi kiasi gani. Wakulima mpaka sasa tunapozungumza tarehe 3 hii kama sikosei mwezi wa 10, kwa mkulima ni muda umeisha. Kwa hiyo tunahitaji kuwa mchaka sana kuhakikisha kwamba tumejiandaa kikamilifu, na ndivyo hili kongamano hili linatufanya sasa tuwe wasikivu na tuwasikilize vizuri kwa makini. Kwanza kabisa niseme kwamba wakulima kama wakulima waache kilimo cha mazoea. Kilimo cha mazoea kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, pengine na kuingia kwenye kilimo cha tija.